Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua laini mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya 70% kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel, pamoja katika ubora. Ya kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu namna gani alinipatia ID ya kusema kama bwana, unatoka Ulaya unakuja Kongo ku national team na wanakupatia kupitia miezi kidogo, wakaniita Zambia kusudi niende kufundisha timu ya Wilcom. Wakati nafika Zambia, timu hayo Wilcom walikuwa wanacheza mechi 5. Wakacheza mechi 5, wakapigwa mara 5. Ule president wa ile timu Wilcom akapikia sponsor wetu wa national team, anakaa Uingereza, akapigia simu asema, mimi natafuta coach, napenda nipate coach. Sponsor wa national team akapiga simu Kongo, mimi nilikuwa Ulaya, akaniambia coach, kuna timu moja Zambia inatafuta coach mzuri. Mimi nikamuuliza, mimi niko coach mzuri? Akanijibia, coach, mimi nakuchakula wewe. Wakatuma ticket. Siku iliyofuata wakanitumia ticket niende Zambia. Nikafika Zambia hivi tu, nalianza na Yanga. Ule bwana akaniambia, nalikuwa na walimu hawa 4 wanatoka Espanya, wazungu. Sasa tunacheza mechi 5, iko na problem kubwa na wale wachezaji. Mimi naomba nikakata mkataba wale wazungu wote 4, walisharudia wote 4. Sasa timu haina mwalimu. Na hapa wiki inakuja tutacheza mechi na Nkana. Mimi naambia leo iko Alhamisi, mnacheza mechi Saturday. Sasa mimi nitafanya mazoezi 2 kwa kuweza kuendeleza timu. Akaniambia, coach, utusaidie tu. Nikafanya mazoezi 2 na Saturday wakaenda kucheza mechi Nkana. Katika miniti 20 Wilcom tulikuwa tunawina 2-0. Na mimi sikukweka benchi sababu sikusinya naye mkataba wote. Mimi nilimwambia mimi nakusaidia tu. Nakusaidia kufuatana na jinsi hauna mwalimu, mimi nakusaidia tu. Mambo ya mkataba tutaangalia naye. Kafanya mazoezi na sikali benchi. Mechi kamalizika 2-2. Wiki ikapita, ikaenda Lusaka. Walipaswa kucheza mechi Lusaka, nikasafiri vile na timu. Tukatoka Lusaka tukawina 2-0. Mechi ya 3 chezea Ndola. Juu timu ya Wilcom iko timu ya Ndola. Mechi ya 3 tukacheza Ndola tukawina 2-0. Mechi ya 4 sasa tulipaswa cheza Sunday pale Ndola tena mara nyingine. Na ile mechi, usiku wa ile mechi, napokea simu. Walipigia simu, coach uko wapi? Nilisema niko Zambia. Uko Zambia? Unafanya? Anaambia usipime kusaini. Mimi nasema tulishasikilizana kesho saa 2 na Jumatatu napaswa sanya, tulishasikilizana mambo yote. Mshahara, vitu yote. Kisha ndugu wangu akaniambia, mimi niko Dar es Salaam. Eske unaweza kuya? Mimi nasema siwezi kuya, mimi naisha toa sauti yangu, siwezi badilisha. Naisha wapatia na sauti, naisha itika mambo yote. Sasa mimi nitawaambia, je, kama kesho niondoke? Haiwezekani. Akasema mingi sana. Basi ndugu wangu, baba moja mama moja. Nikasema, nikamuuliza timu gani? Akaniambia Yanga Afrika. Mimi sasa sijue.
Akaniuliza sema, no, iko Tanzania, ndio timu kubwa ya Tanzania hivi na hivi. Mimi nakala Ulaya miaka 40. Ulaya mimi nasikia TP Mazembe, El Hilal, Zamalek. Nikamwambia mimi sijue. Akaniambia ni timu kubwa sana. Neno kwanza nikamuuliza watanilipa je? Akaniambia wewe sijue ile mambo ya kunani. Eske wewe lazima pesa? Mimi nikamjibia sema, ewa mpia sio kusema uko na lazima pesa. Mpia sio pesa tu. Akaniambia sasa kama unanijibia vile, sababu gani ukuje? Kaangalia ndugu wangu baba mama moja, baba yangu alishakufa. Mkatalia. Nikamwambia tunacheza mechi leo saa 9 na ile mechi kamalizika unipigie simu, mimi nitasumuliana na viongozi. Ananiambia sema uambie kama kuna problem kidogo Ulaya unasafiri utarudia. Mimi nikasema mimi siwezi sema uongo. Siwezi danganya. Mimi nitawaambia naona kama timu yenu nzuri, mnanipropose na mshahara mwa mzuri, ila nawaambia tu kweli kama napaswa kurudia. Napaswa kurudia bila kujua pesa ngapi Simba Yanga atanipatia, bila kujua namna gani tusikilizana. Mimi nakata tu nawaambia, mimi nitawaambia mimi nasafiri. Ile yote juu ya mdogo wangu. Kuisha tunacheza mechi tunawina 2-0. Kuisha nikamwambia viongozi wa Bwilcom kama nani tulisikizana kama kesho tunapaswa kufanya mkataba, ila naliwaza naona kama haitafanyika tena. President yule akasema haiwezekani, hauwezi enda. Mimi nikasema no, ni kweli. Napaswa kesho, mimi napaswa enda. Na mdogo wangu ile saa walishatuma tiketi. Yeye na Ndama. Ile saa mimi simjui Ndama. Aliniambia tu niko na kiongozi mmoja hapa, rafiki yangu, tunafanya naye kazi pamoja. Ni mwenzangu, tunatuma tiketi, inafaa kuja. Wakatuma tiketi ile siku Sunday magharibi, na kesho yake nikamwambia wale viongozi kama ninapaswa kwenda, nikaenda. Nikaondoka, nikamata ndege nikafika hapa. Wakati nafika hapa, ndugu wangu akaniambia, "Wala iko hivi, Yanga iko hivi, walikuwa na matatizo, walikuwa na tajiri moja, alikuwa hivi, hii masiku iko hivi, iko hivi." Mimi naambia sasa tukaenda kusumulia na watu viongozi wa Yanga. Tukasumulia, nikawaambia namna gani mimi na kuwa gisi na kuwa mnasema hivi Kiswahili, namna gani mimi na functional natumika, namna gani natumika. Nikawaambia mimi niko mtu mwenyewe, hakuna kitu yoyote ya duniani kama sheria. Unasikia? Naangalia timu yenu, mnasema mko timu kubwa. Naangalia nalifika siku 1, 2, 3 nikaenda Morogoro. Tulienda camp Morogoro na timu. Naangalia timu nasema, namwambia mdogo wangu, ulisema timu yenu timu kubwa. Na saa nyingine mna watu wengi, na ukubwa wake mimi siaona. Akaniambia ngoja tutaona hivi na hivi. Nikangoja. Kuisha neno moja ilinipatia roho ya kusema kama wakati ndugu yangu hapa ananiita koche, anapenda Yanga, anasema unajua mie niko na kitu hii moja yeye anaheshimia sana, ni Mwenyezi Mungu. Mimi nasumulia na Mwenyezi Mungu, kitu chochote kibaya kitanifikia, kitu chochote kizuri kitanifikia na lota. Na nikalota. Sababu gani mimi Mwenyezi Mungu alinipatia ile bahati ya kuona mambo itatendeka? Sababu gani mimi Mwenyezi Mungu alinipatia ile bahati ya mambo mbaya itanifikia? Nikasema kama Mwenyezi Mungu kama nileta hapa sio sijui kusema Kiswahili, sio bure. Unasikia? Na ndoto naliolota nadhani kama leo hii hata watu wanasema, watu wananiuliza ukocha namna gani anatumika kwa timu yenyewe ina pesa?
nadhani mnaweza muuliza coach Noel. Hapa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 11. Ule president wa Wilcom alipigia simu tena. Anatia milioni $6 ya dola mwaka ligi iliyomalizika ile. Na wanamaliza fasi ya 8. Hata Confederation inakucheza. Wakanipigia simu. Kaambia coach unapaswa kule. Mimi nikasema naisha sinya contract siwezi kuja. Alikuwa tayari kununua contract yangu na kunipatia mshahara wa $15,000. 15. Nikamwambia mimi niko mtu wa nani? Naisha toa nani yangu hapa seniors, haiwezekani. Nikakataa. Kufuatana na nini? Kufuatana na ile njia Mungu alinipatia. Iko sawa vile mie na mu decevoir ni kusema nani? Kusema kama vile shimheshimie Mwenyezi Mungu. Kufuatana na ile nani alinionyesha. Na njoo ile nadhani kama duniani hakuna kitu inapita confiance. Confiance na mtu iko kitu kubwa sana. Pesa ni kitu ya lazima. Na ila confiance kwangu mie, confiance inashinda pesa. Na kama mnapata viongozi leo, nadhani kama viongozi waliokuwa pale hawakufanya kazi mbaya, walikutana na kipindi kibaya. Unasikia? Haipasema walifanya kazi mbaya nini. No, walikutana na period ya mbaya, kipindi mbaya. Leo hii sasa nadhani kama mnapata viongozi kama nyinyi wote mnapatia wale viongozi confiance. Mkawapatia confiance kubwa sana. Nadhani kama timu yetu itaenda mbali sana. Na ya mwisho naweza kusema nalikuwa kupatia wachezaji wangu. Nadhani kama ni vijana wenye kufuatana na matatizo walikuwa nayo. Kila siku wananiambia maproblem yao. Kila siku wanasema mambo wanayo. Nadhani kama hiyo wanaofanya mwaka huyu, nadhani kama ni neno kubwa sana. Leo hii kama ikukua hii mambo inayofanyika ya ligi ya kwenda hivi, nadhani kama leo hii inabakia mechi hii, kama vijana hawa leo mnawapigia mikono sana na wakawa walishabeba kikombe mwaka huyu. Nikaisabia mechi sita yenyewe walitudhulumu. Hiyo tusema kudhulumu kabisa. Kama hapa leo hii walishabeba kikombe na magumu yao. Sababu walifanya ligi na magumu sana. Na kila mara siwezi sema yoyote wao wenyewe wanaweza kuambia kila mara nalikuwa pembeni yao. Hili naufanya mtafadha nasaidie. Ila ni wachezaji wenye mnaweza kuwapigia mikono nguvu sana. Sasa nalisikia kila mtu anapita hapa. Neno moja ni kujiuliza. Kuna kijana mmoja alipita hapa alifurahisha sana. Nakuwa mimi huyo. Yeah. Alifurahisha sana. Alisema neno moja kubwa sana. Anasema nchi ina watu milioni 50 na ngapi. Anasema kama tuna washabiki wengi sana. Na ni kweli, kila mara nikapita huko natoka supermarket, nikaenda restaurant, coach. Nchi wanashamba. Wananchi. Tuko wengi sana. Alisema neno moja, akasema tuko wengi sana. Timu inabeba ligi tokea mwanzo mpaka siku 2 ya ligi kumalizika. Uwanjani ukiangalia washabiki hakuji. Sasa mimi nawaomba
neno moja, kila mtu hapo ajiulize sababu gani? Sababu mimi najua ile sababu. Kila mtu ajiulize sababu gani tunabeba ligi mpaka mwisho. Ungebeba ligi kipindi mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, unabeba, ungesema kwa ni bahati. Okay? Na ukishapitisha mache, unacheza mechi 30, haiko tena bahati. Haiko tena bahati. Haiko tena bahati. Ni sababu gani? Tukiangalia mamechi ya wenzetu, uwanja unajaa. Ni Yanga anabeba ligi, uwanja ujaa. Sababu gani? Kila mtu akapata ile jibu. Mimi nawapatia rendezvous mwaka kesho basi. Subscribe MCL Digital.